Kwa majina naitwa Paul Kisabo. Mimi ni wakili, lakini niko pamoja na mawakili wenzangu. Tuko jumla mawakili 10. Tulikuwa tuna watetea wateja wetu kwenye shauri namba 26394 lenye jumla ya watuhumiwa 34 kwa mujibu wa hati ya mashtaka ambayo iliwasilishwa mahakamani tarehe 7 Novemba 2025. Sasa leo shauri lilikuja kwa ajili ya lilikuwa limepangwa kwa ajili ya kutajwa, lakini cha kushangaza ni kwamba watuhumiwa hawajaletwa mahakamani na upande wa jamhuri haujaeleza sababu yoyote ya kutokuwafikisha watuhumiwa mahakamani, kinyume na amri ya mahakama ambayo ya mara mwisho ilikuwa ni kwamba leo wanasheria kuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini hilo tumeliwasilisha kwa mujibu wa sheria mahakamani, na mahakama imesema tarehe nyingine ambayo kesi hii itakuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini upande wa jamhuri wamesema kuhusiana na upelelezi kwamba haujakamilika. Hilo nalo tumepinga kwa sababu wao ndio wamewashtaki hawa watuhumiwa, wao ndio wamepeleleza, wao ndio wana mamlaka kufungua kesi, na kanuni za kawaida tu za mwenendo wa mashauri ya jinai ni kwamba upelelezi unapaswa kwanza huo umekamilika kabla ya kukamata watuhumiwa. Lakini sasa wao leo wanasema kwamba upelelezi bado haujakamilika na hawajaeleza kwamba upo katika hatua zipi. Lakini cha kushangaza ni kwamba mshtakiwa namba 17 anaitwa Moses Lemweta Mgao. Mahakama imetueleza kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, lakini cha kushangaza kwenye hati ya mashtaka yupo, na hati za mashtaka zinavyoandaliwa huwa pia zinakuwa na particulars, yani zinakuwa na wasifu wa huyo mshtakiwa. Huyu mshtakiwa namba 17 kwa mujibu wa hati ya mashtaka ambao ni public document, imeandikwa ana umri wa miaka 33, kabila lake ni Masai, kazi yake ni mlinzi, dini yake ni Mkristo, na makazi yake imeandikwa Masaki. Sasa kwa sababu tumeambiwa kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, na kwa hiyo nitoe wito sasa kwa ndugu zake au ambaye anamfahamu waweze pengine kutupatia taarifa za wapi alipo, kwa sababu jina lipo kwenye hati ya mashtaka, lakini huyu mtu hajafikishwa mahakamani. Lakini pia kingine, upande wa jamhuri umetueleza kwamba kuna watuhumiwa wengine wameongezwa au waliongezwa kwenye hii hati ya mashtaka. Hii hati ya mashtaka ina watu 34, waliongezwa wengine 4, lakini hatujaelezwa ni lini waliongezwa, na hatujaambiwa pia majina yao kwamba ni fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo hilo pia limetokea leo, na kesi sasa imeahirishwa hadi Disemba 3 mwaka 2025 kwa ajili ya kutajwa, na mahakama imetoa amri kwamba siku hiyo watuhumiwa waletwe mahakamani kwa sababu mahakama inatakiwa iwaone. Na kama mnakumbuka tarehe iliyopita baadhi ya watuhumiwa walikuwa wana majeraha, tuliomba kwamba wapelekwe hospitali wakatibiwe na ripoti iwasilishwe mahakamani. Hata hivyo hatujaelezwa kama hiyo ripoti imewasilishwa mahakamani, lakini pia tumelihoji hilo mbele ya mahakama kuhusiana na taarifa ya matibabu ya watu wote ambao walikuwa wana majeraha kama ambavyo mara ya mwisho mahakama ilitoa amri. Kwa hiyo kesi imeahirishwa mpaka tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025, na watuhumiwa wote wataletwa mahakamani. Hayo ndio yaliyojiri mahakamani.